Tunatambua kwamba ushirika si mfumo wa biashara pekee, pia ni mfumo unaochochea ukuaji wa shughuli za uchumi. Ushirika umeendelea kujenga uchumi jumuishi kwa kuhakikisha kuwa hata wananchi wenye uwezo mdogo wa kiuchumi wanapata fursa ya kushiriki kamilifu katika uchumi wa nchi yao. Ushirika umeendelea kuwa daraja muhimu la kuwawezesha wakulima kupata pembejeo, mikopo, masoko ya uhakika, elimu ya kilimo bora na huduma mbalimbali zinazowasaidia kuongeza uzalishaji na tija. Hivyo, tunahitaji kuwa na vyama vya ushirika imara, vinavyoaminika na vinavyoongozwa kwa misingi ya uwazi na uwajibikaji. Kijana wetu hapa Double K kwa kutumia sanaa ametueleza kwa undani kabisa tunahitaji vyama vya namna gani. Naomba ule wimbo huo unatumika kwenye mikutano yenu kabla mjianza mikutano yenu katika vyama vyenu vya ushirika. Ndugu wana ushirika, katika miaka ya hivi karibuni serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imechukua hatua mbalimbali za kuimarisha sekta ya ushirika. Hatua hizo zimewezesha kuimarika kwa ukusanyaji na uuzaji wa mazao kupitia vyama vya ushirika, kuimarika kwa mfumo wa usimamizi, kuongezeka kwa matumizi ya tehama katika shughuli za ushirika, pamoja na kuongeza kwa ushiriki wa wananchi katika vyama vya ushirika mbalimbali. Serikali pia imeendelea kuimarisha usimamizi wa vyama vya ushirika kupitia Tume ya Maendeleo ya Ushirika pamoja na Shirika la Ukaguzi wa Vyama vya Ushirika pamoja na taasisi nyingine za usimamizi wa sekta hii, ikiwemo chuo chetu kikuu cha ushirika Moshi ambacho kimeendelea kuongeza programu pamoja na mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu katika fani hii ya ushirika. Aidha, serikali itaendelea kuunga mkono hatua zote za kuimarisha shughuli za Benki ya Ushirika Tanzania kwa kuiwezesha na kuwawezesha wanaushirika kupata huduma za kifedha zinazokidhi mahitaji yao na kuchochea uwekezaji katika shughuli za uzalishaji. Wakati napita katika yale maonesho ambayo yako pale nje, kuna vitu kadhaa ambavyo vilinigusa sana. Mojawapo ni kwamba biashara iliyofanyika kupitia katika vyama vya ushirika inakaribia shilingi trilioni 5, trilioni 4.97. Hii sio biashara ndogo, hii ni biashara kubwa sana, na hasa ukizingatia kwamba ni fedha ambazo zimezunguka kupitia vyama vyetu vya ushirika kuanzia vyama vya msingi. Tujipongeze sana kwa jambo hilo. Lakini pia nimeambiwa kwamba kupitia SACCOS zetu tulizonazo hizi, mali ni karibu trilioni 1.5, lakini pia biashara ya mikopo ambayo imetolewa ni takriban trilioni 1.2. Hizo zote ni fedha ambazo zimeingia katika mzunguko wa uchumi wa Tanzania kupitia vyama vyetu vya ushirika. Tupige makofi mengi sana kwa ajili ya ushirika. Ndugu wana ushirika, na tuweze kufanya yale ambayo yametuleta mahali hapa ya kuonyesha umma kwamba sisi ni wanaushirika, na kwa ushirika wetu tuna mambo mengi ambayo tunapaswa kuwaonyesha wenzetu waweze kuyaona, hasa katika masuala ya kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Tunayo nafasi kubwa ya kufanya vizuri kama vyama vya ushirika. Changamoto zipo, lakini tunahitaji kuzikabili, na hapa ndio mahali ambapo tunadhani tunaweza tukajadiliana vizuri changamoto tulizokuwa nazo na namna ya kuzitatua. Kila mmoja awe wazi, aweze kuwasilisha yale ambayo tunadhani kwamba tukikubaliana hapa tunaenda kuyatekeleza. Leo kwetu ni siku nzuri sana kwa ajili ya kushirikishana yale ambayo tumeyafanya mwaka mzima, lakini pia na changamoto ambazo tumezipata kwa mwaka mzima, tuangalie namna ya kuzitatua. Tuna mada mbalimbali zitawasilishwa, naamini tutakuwa na muda mzuri wa kujadiliana
na kuwezesha kuzifanya vizuri. Tunayo siku nzuri ya leo, kila mmoja aitumie hii siku kwa uaminifu ili tufikie lengo ambalo tumejipangia kama wanaushirika. Niwashukuru sana kwa kunipa nafasi hii na niwakaribisha tena na kukuambia karibuni sana Dodoma, karibuni sana katika maadhimisho ya Sudi. Asante sana. Hapo sasa angalau nimewasikia. Tunapoangalia muktadha wa kauli mbiu hii kwa Tanzania, tunaweza kusema kwamba kauli mbiu hii ya mwaka 2026 ambayo kwa Kiswahili inasomeka ushirika kwa dunia yenye amani, imekuja wakati mwafaka, wakati Tanzania imeanza kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 au dira 2050 ambayo inalenga kuifanya Tanzania kuwa taifa lenye uchumi imara, shindani, jumuishi, himilivu ifikapo 2050. Ukitazama kwenye ile misingi ya dira yenyewe, kwa hiyo utaona kwamba dira hii imejengwa juu ya misingi ya demokrasia, haki, uhuru, utu, amani na umoja, matumizi endelevu ya utajiri na rasilimali za taifa, pamoja na utamaduni na maadili ya taifa, ile misingi mitano ya dira. Kwa hiyo kupitia hiyo utaweza kuona kwamba inalenga kujenga uchumi unaowashirikisha wananchi wote kwa kuwezesha kushiriki kamilifu katika shughuli za uzalishaji pamoja na maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa muktadha huo sasa, tukihusisha sasa na dira ya 2050, tunaweza kusema kauli mbiu hii ya siku ya ushirika duniani ambayo inasema ushirika kwa dunia yenye amani inakuja kwa wakati mwafaka, ambapo sasa nchi imeanza kutekeleza hii dira. Kwa hiyo misingi kama nilivyosema, kwa hiyo tunaweza kusema kauli mbiu inaendana moja kwa moja na azima ya taifa ya kujenga jamii yenye usawa, mshikamano, maendeleo shirikishi, ustawi endelevu kupitia ushiriki wa wananchi katika shughuli za kiuchumi. Na ukiangalia hizo zote kumbe zinaweza kufanyika kupitia ushirika.